Karibu Tuzo Online. Baada ya ligi kusimama, wengi walikuwa wanasubiri kwa hamu sana taarifa ya bodi ya ligi, hasa ile ya kamati ya masaa 72 kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo yalitokea na kuacha gumzo, ligi ikiwa imeelekea kusimama kabla ya kurejea tena. Sasa bodi ya ligi wametoa taarifa juu ya matukio mbalimbali ambayo yametokea na kile ambacho kimeamuliwa na kamati hiyo, ambapo taarifa kwa vyombo vya habari inasema kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania katika kikao chake cha Machi 26 ilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Mechi namba 85, Pamba Jiji 1 Simba 1. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la mashabiki wake kuwarushia chupa za maji waamuzi wa mchezo tajwa hapo juu wakati wakitoka kiwanjani baada ya kumalizika kwa mchezo huo. Hii ni mara ya pili ndani ya kipindi cha miezi miwili ambapo Februari 25 mashabiki wa klabu hiyo walimrushia chupa za maji mchezaji wa klabu ya Dodoma Jiji William Edgar katika mchezo huo ukiendelea kwenye uwanja wa Jamhuri pale Dodoma. Mechi namba 110, TRA 0 Young Africans 0. Klabu ya TRA ya mkoani Tabora imetozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la wachezaji wake kuoneshwa kadi zaidi ya 5 katika mchezo mmoja, ambapo wachezaji hao walionyeshwa jumla ya kadi 6 kwenye mchezo tajwa hapo juu. Mechi namba 126, Mtibwa Sugar 1 Young Africans 1. Mchezaji Djigui Diarra wa klabu ya Young Africans amefungiwa michezo 3 na kutozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kumshambulia mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu mara baada ya mchezo huo kumalizika kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma. Mchezaji Djigui Diarra kwa mara nyingine tena wa klabu ya Young Africans ametozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kuonesha kidole cha kati wakati akitoka uwanjani baada ya kumalizika kwa mchezo tajwa hapo juu. Diarra ametenda kosa kwa mujibu wa kanuni ya 41.5 kwenye mabano 5.4 ya ligi kuhusu udhibiti kwa wachezaji, kwa sababu kitendo hicho kinaashiria matusi na dharau. Mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu Gilbert Mrina kutoka Kilimanjaro ameshushwa daraja la uamuzi kwa kosa la kushindwa kuchukua hatua stahili kwa mchezaji Djigui Diarra kwa kitendo chake cha utovu wa nidhamu kumshambulia mwamuzi kama ilivyoanishwa kwenye kanuni za ligi kuhusu udhibiti wa waamuzi. Adhabu hii imetolewa kwa kuzingatia kuwa ni kosa la kujirudia, ambapo mwamuzi Gilbert Mrina alitenda kosa la aina hiyo katika mchezo namba 65 wa ligi kuu ya NBC Mbeya City vs Namungo na akaadhibiwa kwa kufungiwa mizunguko 3. Mwamuzi msaidizi namba 2 wa mchezo tajwa hapo juu Abdulaziz Ali kutoka Arusha amefungiwa mizunguko 5 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vema sheria za mpira wa miguu, ambapo katika dakika ya 36 ya mchezo alinyosha kibendera juu kuashiria kulikuwa na kosa la kuotea kabla ya mchezaji Emmanuel Mwanengo ya Young Africans kupokea pasi kutoka kwa Pacome Zouzoua. Hata hivyo hakukuwa na kosa la kuotea kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu. Naam, hii ndiyo taarifa kutoka bodi ya ligi. Ni tukio gani ambalo ulikuwa unasubiri kwa hamu kujua hatima yake, na baada ya kulisikia hapo roho yako imekuwa kwatu ama umeridhika na kile ambacho bodi ya ligi wamekiamua? Tuandikie kwenye comment hapo chini. Asante kwa sasa na kwaheri.